Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Tunaendelea na darasa yetu ya tarikh يا الصحابة رضي الله عنهم صور من حياة الصحابة. tulimsoma Anas bin Malik رضي الله عنه na tumeona historia yake kwa ufupi, na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutasoma sira ya sahaba huyu Sa'id ibn Amir الجمحي. يسمى سعيد ابن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما. سعيد بن عامر ni mtu ambaye ameinunua akhira kwa dunia na amemchagua Allah na mtume wake ala siwahuma, juu ya wengine wasio hao, na ameamua maisha yake chagua Allah na mtume. Anasema kana al-fata Sa'id ibn Amir al-Jumahi, alikuwa huyu kijana Sa'id ibn Amir al-Jumahi wahidan min al-alaf al-mu'allafa, ni mmoja kati ya elfu ya maelfu alladhina kharaju, wale ambao waliotoka ila mantiqati at-Tan'im, katika upande wa Tan'im, fi dhahiri Makkah, nje ya Makkah, bida'watin min zu'ama'i Quraysh, kwa da'wa kutoka kwa zu'ama Quraysh, kwa wito kutoka katika kwa hawa zuama wa Quraysh, viongozi wa Quraysh, kwamba walikuwa wametoa mwaliko, au wanasema bid'awatin, kwa mwaliko min zuama Quraysh, kutoka katika wale viongozi wa Quraysh, wametoa wito. Lengo nini? Liyashhadu, ili washuhudie masra Khubayb ibn Adi, kifo cha huyu Khubayb ibn Adi, ahadi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Huyu Khubayb alikuwa ni katika mmoja wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada an dhafiru bihi, baada ya kufuzu kwake, ghadaran, kwa khiana. Maana kuna khiana ambayo walikuwa wameifanya ili wampate huyu Khubayb, na lengo lao ili wamuue. Waqad makkanahu shababuhu almawfur, kwa hakika umemmakinisha yeye ujana wake ulio kamili, wa quwwatuhu almutadaffiqa, na nguvu zake nyingi. Almutadaffiqa yani zenye nguvu, yani nguvu zenye nguvu nyingi. Min an yuzahima an-nas, kutokana na kusongamana na watu, bil manakib, kwa mabega, yani bega kwa bega yupo nao. Hatta hadha shuyukh Quraysh, mpaka akalingana sawa na wale wazee wa Quraysh. Min amthali Abi Sufyan ibn Harb, katika mfano wa huyu Abi Sufyan ibn Harb wa Safwan ibn Umayya, na Safwan ibn Umayya ambao walikuwa katika viongozi hao wa Quraysh, wa ghairihima, na wengine kinyume na hao, mimman yatasaddaruna al-mawkib, katika wale ambao wapo mbele ya kundi. Yatasaddaruna as-sadr, yani kule kutangulia mbele. Yataqaddamun, yatasaddaruna maana yataqaddamuna al-mawkib. Al-mawkib maana ni al-jamaa, kundi. Yani katika wale watusurajiwa ngao kwa mbele mbele, wale wanaenda kwa katika wale mbele mbele katika wale viongozi. Anasema waqad ataha lahu dhalik, na kwa hakika limemsaidia yeye jambo hilo, an yara asira Quraysh, kuona mateka wa Quraysh, mukayyaban, mukabbalan, wamefungwa, biquyudihi, kwa pingu zake, wa akufu nisa, wa qad ataha dhalik, kwa hakika limemsaidia yeye hilo, an yara asira Quraysh, kuona mtekwa wa Quraysh, mukabbalan, amefungwa, ni mwenye kufungwa, biquyudi, kwa pingu zake, wa akufu nisai wasibyan, na viganja. Kuf
jamu akufu ni jamu ya kufu, yani usuli viganja mikono, ina viganja vya wanawake na watoto. Naam, tupo pamoja hapo. Wasibiana, watoto, washubban na vijana, tadfa'uhu, inamsukuma yeye. Hapo kafu imetaja ni kina kama kusudia mikono, sawa. Inamsukuma yeye ila sahati almaut, kuelekea katika uwanja wa kifo, daf'an, kwa kumsukuma. Liyantaqimu min Muhammad, ili walipize kutokana na Muhammad, kwa sababu anafanya hivyo lengo kumkomoa, kama vile unaona vala kumlipiza Mtume sallallahu alaihi wasallam fi shakhsihi, kwa mtu wake. Ndio tukimkomesha huyo tumemkomesha Muhammad, kwa sababu ni mmoja katika maswahaba zake. Waliyatharu liqatlahum, na walipize kisasi kwa waliouawa kwao fi Badri, katika vita ya Badri, biqatlihi, kwa kumuua huyu. Kwa hiyo vile wanalipiza, kwa sababu kuna ndugu zao ambao waliouawa huko katika vita ya Badri. Sasa wamemkamata huyu kwa khiana ambazo alizozifanya. Kwa hiyo nao sasa wanataka walipize kisasi, malengo wamkomoe nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema walamma wasalat hadhihi aljumuu alhashida, pinde lilipofika kundi hili lingi, biasirihi, kwa mtekwa wake, ila almakani almuaddi liqatlihi, ila almakani almuaddi liqatlihi, katika sehemu ambayo iliyoandaliwa kwa ajili ya kumuua yeye. Waqafa alfata Sa'id, amesimama huyu kijana Sa'id ibn Amir al-Jumahi, biqamatihi almamduda, kwa kimo chake kirefu. Yutillu ala Khubayb, anamtazama Khubayb, kwa anamchungulia pale, anamtazama Khubayb. Yutillu, kuchungulia, wewe kutazama, akiwa anamtazama nani? Huyo Khubayb radhiyallahu anhu. Anasema wa huwa yuqaddamu ila khashabati sulb, naye anatangulizwa katika ubao wa kusulubiwa. Kwa maana kuna ubao maalum ambao walikuwa shauandaa kwa ajili ya kumsulubu. Wa sami'a sautahu athabit alhadi, na amesikia sauti yake yenye kutulizana. Wa sami'a sautahu athabit, na amesikia sauti yake yenye kuthibiti, alhadi, yenye kutulizana, min khilali siyahi niswa, kupitia zile katikati ya kelele za wale wanawake, wasubian, min khilali siyahi an-niswa, katikati ya kelele za wale wanawake, wasubian, na watoto. Wa huwa yakulu, na yeye anasema, inshiitum, mkitaka, yani huyu Khubayb ndo anawaambia sasa wa jamaa, inshiitum, mkitaka, antaturukuni, muniache, arka rak'atayn, ni swali rakaa mbili, kabla masra'i, kabla ya kuniua, fafalu, fanyeni. Yani kama kuna uwezekano wa kuniachia muda nipate kusali rakaa mbili tu, basi kwanza niacheni. Anasema thumma, kisha nadhara ilaiha, kamtazama, wa huwa yastaqbilu al-Kaaba, na yeye anaelekea al-Kaaba, fa yusalli rak'atayn, akiwa anasali rakaa mbili. Ya lal husnihima, uzuli wake ulioje wa rakaa hizo, wa ya la litamamihima, na ukamilifu wake ulioje, yani kutokana na ule uzuri na ule ukamilifu wake. Tupo pamoja? Anasema thumma, kisha raahu, amemuona, yuqbilu ala zu'ama'i alqaum, anawaelekea viongozi wa watu. Wayakulu, na anasema, wallahi, ninaapa kwa Allah, laula an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat. Ninaapa kwa Allah, hakika nyinyi, laula an tadhunnu, lau sikudhania nyinyi, anni, hakika mimi, ataltu as-salata, nimeirefusha swala, jaz'an min al-maut, kwa kuogopa kufa. Labda msidhani labda nimeswali swala ndefu nikaogopa, nadhani mkadhania mimi naogopa kufa. Anamwambia mimi siogopi kufa. Lau ingekuwa ndio hivyo, kwa lengo la kuogopa kufa, lastakthartu min as-salah, nikikithirisha swala. Naona deshi kwamba hapo kuna maneno ndio kwamba ni mukhtasar. Thumma shahida qaumahu bihaina ra'sihi, kisha amewashuhudia watu zake kwa macho mawili ya kichwa chake. Wa hum yumathiluna bi Khubayb hayyan, na wao wanamkatakata Khubayb hai,
yumathiluna maana yuqatti'una, wanamkatakata, kwa wamemtungika kwenye ubao, wakawa sasa wanakata kiungo kimoja baada ya kingine. Wa hum yumathiluna bi Khubayb hayyan, na wao wanamkatakata Khubayb li hali yupo hai. Fayaqta'una min jasadihi, wanakata katika mwili wake alqit'ata tilwa alqit'a, kipande baada ya kipande. Tilwa maana baada, alqit'a baada alqit'a, tilwa alqit'a yani kipande baada ya kipande. Sawa, yani wamemtungika kwenye ubao, kama wanaanza mkono anakata, mkono anakata, unakuja miguu anakata. Kwa hiyo wakawa kama vile yani kama vile watu ambao wanaobawila mbuzi au mnyama. Sawa shehe. Kwa hiyo hii ni namna ambao wamepitia masahaba radhiyallahu anhum. Wa hum yaquluna la, na wao wanamwambia, atuhibbu an yakuna Muhammadu makanaka wa anta najin, hivi je unapenda awe Muhammad sehemu yako na wewe ni mwenye kuokoka? Fayaqulu, nasema, waddima'u tansifu minhu, na damu zinamchidizika. Wallahi ninaapa kwa Allah, ma uhibbu an akuna aminan wa wadi'an fi ahli wa waladi, anasema mimi ninaapa kwa Allah, sipendi kuwa ni mwenye amani, mwenye kusalimika, wadi'an, mwenye kusalimika kwa fi ahli wa waladi, katika watu zangu na wanangu, au katika fi ahli, katika ahli yangu na mke wangu. Sawa. Wa anna Muhammadan, nakika Muhammad, yukhazu bishauka, anachomwa na miba, yani mimi sipati amani. Anasema fayulihu an-nas biaydihim fil fadha, wanaashiria watu kwa mikono yao angani. Wayataala siyahuhum, na kelele zao zinakuwa juu, aniqtuluhu qtuluhu, yani muweni, wanashangilia wamuue. Thumma kisha absara Sa'id ibn Amir, kisha amemuona huyo Sa'id ibn Amir Khubayban, amemuona Khubayban ibn Amir Khubayban, yarfa'u basarahu ila as-samaa, anainua macho yake kuelekea mbinguni, min fawqi khashabati as-salb, juu ya ule ubao wa kusulubiwa. Wayaqulu, na anasema, Allahumma ahsihim adadan, ewe Allah wadhibiti wao kiidadi, waqtuluhum badadan, na waue wote, wala tughadir minhum ahada, na wala usimwache katika wao yoyote, yani wote wao wamalize, usimwache hata mmoja. Hii ni dua ambayo alikuwa akiomba Khubayb radhiyallahu anhu. Thumma kisha lafadha anfasahu al-akhira, ametoa pumzi zake za mwisho. Thumma lafadha, kisha ametoa anfasahu al-akhira, pumzi zake za mwisho, sasa zile za kumalizia shusha pumzi. Anasema wabihi ma lam astati ahadun, anasema wabihi ma lam yastati ahadun ihsaahu, na ana yeye yale ambayo hawezi yoyote kudhibiti, min darabati suyuf, kutokana na mapigo ya panga, yani yana mapigo kiasi kwamba yale mapigo ya panga hamna yoyote ambaye anaweza kudhibiti mangapi. Wa ta'anati rimah, na michomo ya mikuki, maana amechomwa sana na mikuki. Naam shehe, inshallah tuishie hapa. Huo ni kama utangulizi. Inshallah tuishie hapo shehe, baadaye sanastamiru inshallah fima ba'd, lianna alwaqta la yasmah. Ya sallallahu alaihi wasallam. Naam, tunaendelea na darasa yetu ya tarikh suwar min hayati as-sahaba. Tulianza hapo mwanzo, tulishia hapa tunapoendelea. Anasema عادت قريش إلى مكة، ومرودي أو وللود ما قريش مكة، ونسيت في زحمة الأحداث الجسام. anasema wamerudi Makuraishi Maka na wamesahau katika msongamano wa matukio ya miili Khubayban wa masrahu, Khubayb na kifo chake.
Zahma al-ahdath ni ule msongamano, zahma msongamano, al-ahdath ni al-masaib, ile misiba, al-jisam ya ile miili ambao walikuwa wameisurubu pale. Wamemsahau nani? Khubaiban. Wamemsahau Khubayb wa Masra'ahu, na kile kile maana wamemwacha hapo. Walakin al-fata al-yafi', lakini kijana ambaye al-yafi ni yule ambaye anayekaribia baligh, ambaye bado mbichi yule. Sa'id ibn Amir al-Jumahi, Sa'id ibn Amir al-Jumahi, lam yaghib Khubayb an khatirihi, ajampotea Khubayb katika fikra yake lahdha lote, kitambo cha muda, yani muda wote anafanyaje? Anamfikiria, yani hata kukaa kidogo ajampotea katika fikra yake. Kana yarahu fi hulumihi idha nam, alikuwa anamuona yeye katika ndoto zake pindi anapolala. Wa yarahu bi khayalihi, na anamuona yeye kwa kivuli chake. Wa huwa mustayqidh, na ile hali yupo macho, yani somo ni kulala. Wa yamthulu amamahu wa huwa yusalli, na anafananisha mbele yake au na anaona mbele yake ile hali yeye anaswali rak'atayhi, raka zake al-hadiyatayn, zilizotulia, al-mutma'innatain, zilizotulizana, amama khashabati sulb, mbele hule ubao wa kusulubiwa. Wayasma'u ranina sautihi, na anasikia muungulumu wa sauti yake, fi udhnaihi, katika masikio yake. Wa huwa yad'u ala Quraysh, na ile hali anawaombea Quraysh. Fayakhsha, anaogopea, an tas'aqahu sa'iqa, kumtelemkia yeye moto wa adhabu. An tas'aqahu sa'iqa, kumtelemkia yeye moto wa adhabu. Au takhirra alayhi, au kumtelemkia juu yake, sakhratan min as-samaa, jiwe kutoka mbinguni au mawe kutoka mbinguni. Thumma inna Khubayban allama Sa'idan, kisha hakika Khubayb amemfundisha Sa'id ma lam yakun ya'lam min qabl, wale ambao halikuwa hayajui kabla ya hapo. Anasema allamahu, amemfundisha, anna alhayata alhaqqa, hakika ya maisha ya kweli, aqidatun wa jihadun, ni itikadi na jihad, fi sabili alaqida, katika njia ya itikadi, hatta almaut, mpaka kifo. Sababu jamaa anakatwa lakini bado kaimili tu, unaona. Anasema wa'allamahu aidan, na amemfundisha vile vile, anna al-iman ar-rasikh, hakika imani iliyothibiti, yaf'alu al-a'ajib, inafanya maajabu, wa yasna'u al-mu'jizat, na inafanya miujiza. Wa'allamahu amran akhar, na amemfundisha jambo lingine, huwa nalo, anna ar-rajula alladhi, hakika ya mtu ambaye yuhibbu ashabuhu, anampenda maswaiba zake, kulla hadha al-hubb, mapenzi yote haya, inma huwa nabiyyun muayyadun min as-sama, hakika si mwingine, huyo ni nabii mwenye kutiwa nguvu kutoka mbinguni, sio bure tu hivi. Mbona wanamngangania kiasi hichi na wanaadhibiwa kiasi hichi na bado wamemngangania? Kwa nini wasimwache? Sio, umefahamu shehe? Inda dhalika, wakati wa jambo hilo, sharaha Allahu sadra Sa'id ibn Amir ila al-Islam, amekikunjua Allah kifua cha Sa'id ibn Amir kuelekea katika Uislamu. Faqama fi mala'in minan nas, amesimama katika kikundi cha watu. Mala katika watu ni wale viongozi, watu wakubwa wale, mala katika kikundi cha watu. Wa a'lana bara'atahu, na ametangaza kule kujitakasa kwake, min athami Quraysh, kutokana na madhambi ya Quraysh, wa auzariha, na makosa yao. Ya maneno azar na atham, ana moja makosa, madhambi. Wa khal'ahu li asnamiha wa awthaniha, na kule kujingoa kutokana na masanamu yake na wathani zake zile, wote ni aina ya masanamu ambayo kwa kiabudu au sunam na uthani. Kuna hii moja ni am, nyingine ni khas, ambayo hii moja inakuwa inachorwa kwa muundo wa mapicha, na hii nyingine inakuwa inachorwa kwa muundo wa hali yote. Lakini wathani inakuwa ni ham, inakusanya sawa, ikichongwa kwa picha au kisichongwa kwa picha, lakini muda kwa kwamba anaitakidi hiki ni kiabudiwa chetu. Sio, mfahamu? Wadukhulahu fi dinillah, na kuingia kwake katika dini ya Allah, maana yeye kutaka kuficha, ameweka wazi. Hajara Sa'id ibn Amir ila Madina, amehama Sa'id ibn Amir kuelekea Madina. Wa lazima Rasulullah sallallahu alayhi, na amelazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa shahida ma'ahu Khaybar, na ameshuhudia pamoja na yeye vita ya Khaybar. Wa ma ba'daha min al-ghazawat, na zile ambazo zinakuja baada yake katika vita mbalimbali. Walamma intaqal an-nabiy al-karim ila jiwali rabbih, na pindi alipoama Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabii mkarima, au pindi alipoelekea
nabii mkarim sallallahu alaihi wasallam ila jiwali rabbih, kuelekea jirani ya Mola wake, wa huwa radhin anhu, na yeye yupo radhi naye. Anasema dhalla min ba'dihi sayfan, amekuwa baada yake upanga, maslulan, uliochomolewa, fi aidi khalifataihi, katika mikono ya makhalifa zake wawili, Abi Bakari wa Umar. Abi Bakar na Umar, wana huu sasa alikuwa ni mwenye kuhimili zaidi baada ya Mtume sallam kufa, yeye alikuwa bado yupo katika kuipambania dini ya Allah. Anasema wa'asha mathalan faridan fadhan lilmu'min alladhi ishtara al-akhirata bid-dunya, na ameishi mfano wa kipekee wa nadra kwa muumini ambaye ameinunua akhira kwa dunia. Sifahamu neno faridan na neno fadhan na maana moja, kwa sababu fadhan ni munfarid, mtu ambaye mpweke, lakini hapa tunatumia tukitofautisha tunasema faridan mpweke, fadhan wa nadra lilmu'min, kwa mu'min alladhi ambaye ishtara al-akhirata bid-dunya wa athara mardat Allah, na amechagua radhi za Allah, wa thawabahu, na thawabu zake, ala sairi raghabati nafs, juu ya matakwa mengine ya nafsi, au juu ya mapenzi mengine ya nafsi, ala sairi raghabati nafs, juu ya matakwa mengine ya nafsi, lakini yeye ameamua sasa matakwa yake yachague radhi za Allah. Sio pamoja, wa shahawati aljasad, na matamanio ya kiwiliwili yote yameyaacha. Wakana khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa hawa viongozi wawili wa Mtume, hapo nuni imeondoshwa kwa ajili ya idhafa, na walikuwa makhalifa wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaarifani li Sa'id, wanafahamu kwa Sa'id ibn Amir sidqahu wa taqwah, ukweli wake na taqwa yake, wa yastami'ani ila nushihi, na wanasikiliza nasaha zake, wa yusikhani ila qawlihi, wa yusikhani ila qawlihi, na wanasikiliza kwa kutilia umuhimu kauli zake. Usikhani kule kusikiliza ile hali ya kutilia umuhimu hilo jambo. Dakhala ala Umar ibn al-Khattab fi awwal khilafatihi faqal, ameingia kwa Umar ibn al-Khattab mwanzoni mwa ukhalifa wake, na amesema ya Umar, usika an takhsha Allah fi an-nas, ewe Umar, ninakuhusia wewe umche Allah kwa watu, wala takhsha an-nasa fi Allah, na wala usiwaogope watu kwa ajili ya Allah. Yani ukaacha jambo la dini, kaacha jambo ambalo inabidi umuogope Allah, wewe ukaogopa watu. Wa alla yukhalifa qawluka fi'lak, na isiende kinyume kauli yako na kitendo chako. So unazungumza hivi alafu vitendo vyako havionyeshi hivyo, kama vile watu, baadhi ya watu wanasema wewe fuata maneno yangu, acha vitendo vyangu. Sababu baina ya kauli na kitendo kina athari zaidi ni kitendo. Alqawlu ablaghu min alfi'li, alfi'lu ablaghu min alqawli, yani kitendo kina uzito zaidi kuliko nini? Alfi'lu ablaghu min alqawli. Kwa unapozungumza maneno, na wewe onyesha kwa vitendo ili watu wapate athari. Huna akataza watu bwana, msivute sigara, sigara ni kadha, afu tunakuona unavuta, tuathirike na nini? Sio tufahamu she. Anasema fa inna khayra alqawli ma saddaqahu alfi'lu, hakika ya kauli iliyo bora ni ile ambayo iliyosadikishwa na kitendo. Umezungumza na wewe umetenda. Umeona she maneno ya kilugha hayo. Fa inna misamiati ya kistudio, fa inna khayra alqawli ma saddaqahu alfi'l, hakika ya kauli iliyo bora ni ile ambayo iliyosadikishwa na nini? Na kitendo. Ya Umar, aqim wajhak, ewe Umar, hebu usimamishe uso wako. Sawa, yani anajua kwamba mtazame, dumisha uso wako, yani adim nadharak, yani dumisha mtazamo wako, kutazama. Liman wallahu Allahu amrahu, kwa yule ambaye liman wallaka Allah, kwa yule ambaye kutawalisha wewe Allah amrahu, jambo lake, min baidi almuslimina wa qaribihim, katika wale wa mbali wa Uislamu na wa karibu wao. Watazame wote, usi watazame raia zako wa karibu, pia na wa mbali watazame. Aqim wajhak, yani tazama, yani unaweza kufupisha ukasema tazama. Kwa hiyo ukifanya sema tusimamisha uso wako. Sawa she. Wahibba lahum, na wapendelee wao. Wahibba lahum, na wapendelee wao, ma tuhibbu li nafsik, kile ambacho unachokipenda katika nafsi yako, wa ahli baitik, na watu wa nyumbani kwako.
wakrah lahum, nachukia kwao, ma takrahahu li nafsika, kile ambacho unachukia kwa nafsi yako, wa ahli baitika, na watu nyumbani kwako, kile ambacho unachokichukia wewe na watu wa nyumbani kwako kisiwapate, na hao hivyo hivyo uchukie kisiwapate. Sio, mfahamu? Anasema wa khudhil ghamarati ila alhaq wala takhaf fillahi lawmata laim, naingia katika mambo mazito kuelekea katika haki. Wa khudh, naingia alghamarati ni as-sa'aib, yale mambo mazito, as-su'ubat wash-shada'id, yale mambo mazito, wewe yaingie, ile zito liingie, ingia katika yale mambo mazito kuelekea katika haki. Wala takhaf fillahi lawmata laim, na usiogope kwa Allah lawama ya mwenye kulaumu. Watu wapo watakao laumu, fanya utakavyofanya, lakini watu watalaumu. Tumefahamu sheikh? Faqala Umar, wa man yastati'u dhalika ya Sa'id, nani anayeweza hao uliyozungumza, nani anayeweza ewe Sa'id? Faqal, amesema yastati'uhu rajulun mithluka, haya niliyozungumza anayeweza mtu mfano wako. Mimman wallahumullah, katika wale ambao amewatawalisha Allah amra ummati Muhammad, miongoni mwao ni wewe, Allah amekutawalishia jambo la umma wa Muhammad. Walaysa bainahu wa baina Allahi ahad, na kuna baina yake na baina ya Allah yeyote, yani yeye na Allah moja kwa moja mubashara. Inda dhalik, wakati wa jambo hilo, da Umar ibn al-Khattab sa'idan, amemuita Umar ibn al-Khattab Sa'id ila muazaratihi, katika ile wizara yake ya yani ila muazarati, katika kumsaidia kwake, yani muazara kumta mtu katika ule uongozi naye awe katika wasaidizi. Muona muazara maana musaadatahu wa muawadatahu, kumsaidia. Wa an yasna maahu ma yasna alwazir, na afanye pamoja naye katika, kwa hiyo unaweza kusema katika wizara yake. Na Sa'idan ila muazarati, katika wizara yake, na mimi nitakuhitaji wewe katika wizara yangu, tusaidiane. Waqala, amesema ya Sa'id, ewe Sa'id, inna muwalluka ala ahli Hims, hakika sisi tunakutawalisha wewe kwa watu wa Hims, ambao Himsu ni jina la mji, ismu madinatin fi Sham, yani jina la mji ambao wa Sham na Syria. Faqala, amesema ya Umar, ewe Umar, nashattuka Allah, yani ninakushuhudia wewe kwa Allah, alla taftinani, kwamba usidifitini mimi. Sawa, hawa sema usinifitini mimi, yani usinifanye ikawa ni sababu ya kupata fitna, kwa sababu uongozi ni fitna. Faghadiba Umar akawa amekasirika, waqala, na amesema akawa amesema waihaku, yani kama vile kukemea, ole wenu. Wada'tum hadha al-amra, mmeliweka jambo hili la uongozi, fi unuqi, katika shingo yangu. Thumma takhallaitum anni, kisha mnajiweka mbali nami, yani mnajitenga, mmeliacha jambo, kwa mimi nifanye peke yangu, yote anaweza. Sio, mfahamu? Thumma takhallaitum, yani kisha mmeniachia mimi, kama hivyo mmejiweka, mmejitenga, yani wallahi la ad'u, na hapa kwa Allah sikuachi. Thumma wallahu ala Hims, kisha kamtawalisha katika mji wa Hims. Waqala, na amesema ala nafdhiru laka rizqan, akawa anamuuliza ala nafridu laka ala nafridu laka rizqan, vijana tusikuandalie wewe fungu la riziki, yani kama vile ndo posho. Qala, amesema wama af'alu bihi ya amira almu'minin, na nitaifanyia nini nitakayoniandalia hiyo riziki, mkaandaa kama fungu mnilipe, mimi nitaifanyia nini? Fa inna ata'i min baiti almal, hakika ya ata'i, kile kipawa changu kutoka katika baitul mal, yazidu an hajati, kinazidi haja yangu.
thumma madha ila Hims. Kwa hata mkilipa hicho tusaidia. Anasema wama huwa illa khalilun hatta wafada ala amiri almu'minin ba'd man yathiq bihim min ahli Hims. Sawa, na haikupita kwa kesi isipokuwa muda mchache. Wama huwa illa qalilun, na haikupita kwa kesi isipokuwa muda mchache, hata wafada, mpaka wamekuja ala amiri almu'minin, kwa amiru almu'minin, ba'd man yathiq bihim, baadhi ya wale ambao anaowaamini min ahli Hims, kwa watu Hims, wamekuja kwa Umar. Faqala lahum, amwambia uktubu li asma fuqaraikum, niandikieni nyinyi majina ya mafukara zenu, hata asudda hajatahu, ili nizibe haja zao. Sawa. Anasema farafa kitaban, umekinua kile kitabu bwana, hichi hapa, wamepeleka kitabu. Farafa kitaban, wamepeleka kile kitabu. Fa idha fihi, ghafla ndani yake fulani wa fulani, wa Sa'id ibn Amir, ambaye ndio kiongozi, yani na kiongozi katika mafukara, na yeye yupo. Umeona sasa? Faqala Umar, akasema waman Sa'id ibn Amir, ndo nani huyo? Faqala, asema amiru, ndo kiongozi wetu huyu, na yeye katika mafukara. Qala Umar, akasema amirukum faqirun, kiongozi wenu ni fukara? Qalu naam, ndio wallahi. Wa wallahi, na ninaapa kwa Allah, innahu hakika yake la tamurru alayhi al-ayyam at-tiwal, yatapita juu yake masiku marefu. Wala kwa hakika innahu kake la tamurru, yanapita alayhi juu yake al-ayyam at-tiwal, masiku marefu. Wala yuqadu fi baytihi narun, hadi nyumbani kwake uwashi moto. Inakanika huyo masiku mengi huwa anashinda njaa, afu kwa anaongoza watu. Fabaka Umar yakalia hata ballat dumuuhu lihiyatahu, mpaka machozi yake yakalowesha nini, ndevu zake. Thumma amada, kisha akaelekea ila 1000 dinarin, kuzileta dinari ngapi? 1000. Fajaalaha, akazijalia hizo fi surra, katika mfuko. Surra zile katika mfuko ile ya ngozi, sababu bindikia alikuwa anatengeneza mfuko ya ngozi, kaika katika mfuko. Waqala, amesema iqra'u alayhi salama minni, someni salamu juu yake kwa yani, mwambieni namsalimia, yani sasa bwana msalimieni. Waqulu lahu, namwambieni ba'atha ilayka amirul mu'minin bihadha almal, ametuma kwa kuwe amirul mu'minin mali hii, litasta'ina bihi ala qada'i hajatik, ili upatie msaada katika kukidhi nini, mahitaji yako. Jaa alwafdu li Sa'id bisurra, wamekuja hawa wageni kwa Saidi kwa huo mfuko. Fanadhara ilaiha, ameutazama. Fa idha hiya dinanir, ghafla hizo ni dinari, pesa. Faja'ala yub'iduha anhu, akawa anaseka mbali naye. Wa huwa yaqulu, anasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kana sema neno kama haya, kaannama nazalat bihi nazila, kana kwamba ametelemkiwa na msiba. Au halla bisahatihi khatab, au limetelemka katika uwanja wake jambo zito. Fahabbat zawjatuhu, akasimama mke wake haraka. Madhuratan, ili hali ni mwenye kuogopa. Waqalat, na amesema ma sha'nuka ya Sa'id, jambo lako ni nini, hali yako ni nini ya Sa'id, kipi kinachokushangaza? Amata amirul mu'minin, je amekufa? Qala bal a'zam min dhalik, bali kubwa zaidi kuliko, afadhali tange kufa, lakini limetokea kubwa zaidi. Qala, anasema usiba almuslimuna fi waqa, hivi je wamesibiwa waislamu katika vita? Haba waislamu wameenda kupambana huko, wamepatwa na misiba. Qala bal a'zam min dhalika, bali kubwa zaidi kuliko hilo. Anasema qala, tasema wama a'zam min dhalika, ni lipi kubwa kuliko hilo? Qala, sema dakhalat alayya ad-dunya litufsida akhirati, imeingia juu yangu dunia ili iharibu akhira yangu. Wa halatil fitnatu fi baiti, na imeingia fitna nyumbani kwangu. Qala, amesema takhallas minha, nusuru nayo. Wa hiya la tadri min amri ad-dananir shay'an, leo huyu mwanamke kuhusu pesa hajui chochote. Yeye anaambiwa bwana, tumeingilia na fitna nyumbani hapa. Huyu mkeo anaambiwa bwana, jinusuru nayo. Unaona, ndio mkeo hajui. Qala, anasema awatu'inani ala dhalik,
je utanisaidia juu ya hilo? Juu kujua qalat naam, sema فاخذ الدنانير akazichukua zile dananir faja'alaha fi sura, akaziweka katika mifuko. Sura ni jamu ya surra, katika ile mifuko. Thumma wazaha ala fuqara muslimin, bana wagawa mafukara wa Kiislamu, kisha kazigawa kwa mafukara wa Kiislamu. Sheto pamoja. Lam yamdi ala dhalika tawil waqtin, au japita juu ya jambo hilo muda mrefu. Hatta ata Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diyar ash-Sham, mpaka amekuja miji ya Sham. Ndio anakuambia ni katika miji ya Sham, mpaka kaja miji ya Sham. Yatafaqadu ahwalaha, akiwa anapeleleza hali zake. Unajua kama kiongozi mkuu, yani sasa ni rais wa nchi ama wakilisha labda viongozi mikoani huko, kwa sasa anafanya ziara. Unaona kama rais bwana ziara ipo huko akafanya ziara sasa. Falamma nazala bihims, pinda alipokuwa katika mji wa Hims, wa kanat tud'a al-Kuwaifa, mji ulikuwa unaitwa jina la al-Kuwaifa, wa huwa tasghiru lil-Kufa, ni tasghiri ya mji wa Kufa, wa tashbihun li-Hims, na kuifananisha katika mji wa Hims. Anasema biha likathrati shakwa ahliha, kwa wingi wa mashtaka ya watu zake. Sawa. Min ummalihim, toka viongozi wao wale wafanya kazi zao, ummalihim wafanya kazi zao, wa ulatihim na viongozi wao, kama kana yaf'alu ahlul Kufa, kama vile walikuwa wakifanya watu wa Kufa. Falamma nazala biha laqiyahu ahluha, falamma nazala biha laqiyahu ahluha, mkutana na salami alayhi. Faqala, sema kaifa wajadtum amirakum, mmemkutadi kiongozi wenu mliporudi. Fashakauhu, wakamshtakia ilayhi, wa dhakaru arba' min af'alina, kataja manne katika vitendo vyake. Kullu wahidin minha a'zam min al-akhar, kila moja kati ya hayo manne ni kubwa kuliko lingine. Faqala Umar, fajama'tu bainahu wa bainahu, na hii ndio inafotakiwa, nikamkusanya yeye na wao, yani baina yao na nyinyi mnamshtakia kuongeza, hebu mwiteni. Fajama'tu bainahu wa bainahum, nikamkusanya yeye na wao, yani kati ya yeye na wao. Mwiteni kiongozi wenu, hebu elezeni mashtaka yake. Sisi umefahamu. Wada'utu Allah, na nimemuomba Allah, alla yukhayyiba dhanni fihi, asiharibu au asifirishe, alla yukhayyiba dhanni fihi, asifirishe dhana yangu ndani yake, sababu huyu Umar radhiallahu anhu alikuwa anamdhania vizuri Said. Sasa anamuomba Allah dhana yake asifirishe, kwani huyu ndio alikuwa anamdhania kufanya hivi. Sio, umefahamu shehe? Faqad kuntu adhima thiqati bihi, nilikuwa ni mwenye uaminifu wa hali ya juu kwake, yani namuamini kindaki. Falamma asbahu indi, pindi walipokuwa kwangu sasa, hum wa amiruhum, wao na kiongozi wao. Qultu, nikasema, ma tashkuna min amirikum, kiongozi wenu mnamshtakia kuhusu nini? Hebu elezeni. Qalu, amesema, la yakhruju ilaina, hatoki kwetu, hata yataala an-nahar, mpaka idhihiri mchana, yani mchana ile ishakuwa juu, labda kama jua lishapinduka ndo anatoka. Shtaka la kwanza hilo. Faqultu, nasema, wama taqulu fi dhalika ya Said, wewe Said unasemaje kuhusu hilo, kweli sio kweli? Fasakata khalilan, amekaa kimya kidogo. Thumma qala, kisha amesema, wallahi, ninaapa kwa Allah, inni kuntu akrahu an aqula dhalik, mimi nilikuwa ninaochukia kusema hivyo. Amma wa innahu la budda minhu, amma kuwa haina budi kutokana na jambo hilo. Fa innahu laysa li ahli khadim, mke wangu kwanza ana mfanyakazi. Fa aqumu fi kulli sabahin, ninasimama kila asubuhi. Fa a'jinu lahum, ajinahum, ninawakandia ngano. Thumma atarayathu qalilan, kisha ninangojea kidogo, hatta yakhtamir, mpaka yumuke. Ninaikanda ngano mpaka yumuke, nasubiri mpaka ishaumuka. Thumma akhbizu lahum, kisha ninaitengeneza mkate kwao. Thumma atawadha wa akhruju linnas. Sio, umeona? Wewe alikuwa kwanza aniandalie familia yake,
fanya kazi. Unaona kwamba namna gani msahabu alikuwa anafanyaje? Unasaidia wake zao. Chetu pamoja. Anasema qala Umar faqultu lahum wama tashkuna minhu aidan, namna shtakia nini kwake vile vile? Kuna lingine qalu innahu kake la yujibu ahadan bilailin, huyu wamjibu yoyote usiku. Labda bwana limetokezea tukio anahitajika kiongozi yeye amjibu mtu usiku. Umeelewa hapo shehe? Yaani ni kiongozi unaletewa shtaka usiku, wanalipoteza watu talifanya asubuhi. Qultu wama taqulu fi dhalika ya Said, wa Said unasemaje kuhusu hilo? Qala anasema inni wallahi kuntu akrahu an u'lina hadha aidan, mimi nilikuwa nachukia kulitangaza hili vile vile. Fa ana qad ja'altu an-nahar lahum, mimi mchana nimeujalia kwa ajili yao, wal laylu lillahi azza wa jalla. Unaona shehe, usiku nimeujalia kwa ajili ya Allah, mimi usiku kwa ajili ya ibada tu, sitaki mambo mengine. Umeona shehe? Qultu nikasema ma tashkuna minhu aidan, namnashtakia nini lingine kwake vile vile? Qalu wamesema innahu kikake la yakhruju ilaina yawman fi ash-shahr. Sawa, umeelewa hapo? Innahu kikake la yakhruju ilaina, hatoki kwetu. La yakhruju ilaina, innahu kikake la yakhruju ilaina, hatoki kwetu yawman fi ash-shahr, yani isipokuwa siku katika mwezi, isipokuwa siku moja kwa mwezi. Sawa, isipokuwa siku moja kwa mwezi. Qultu nikasema ma hadha ya Said, vipi kuhusu hili? Nisemekana wewe kwa mwezi inawezekana ukatoka mara moja tu, sio? Umeelewa hapo? Lakini muda wote upo ndani, mwezi inaweza katoka mara moja na kagua hali za raia zake. Kwa hapo tunaikadiria illa innahu la yakhruju ilaina illa yawman fi ash-shahr, ili kunyosha tafsiri. Anasema laisa li khadimun ya amiru, sina mfanyakazi, walaisa indi thiyabun ghayru allati alayya, na wala sina nguo nyingine isipokuwa ile ambayo unayoiona hapa ninayo mimi. Walaisa indi thiyabun, na sina mimi nguo ghayra allati, isipokuwa hizo ambazo alayya zipo juu yangu. Fa ana aghsiluha, mimi ninaziosha fi shahri marra, kwa mwezi mara moja. Wa antadhiru hatta tajif, na ninaingoja mpaka ikauke. Thumma akhruju ilayhim fi akhir an-nahar, kisha ninatoka nayo mwisho wa mchana. Umeelewa hapo? Thumma qultu, kisha nikasema wama tashkuna minhu aidan, namnashtakia nini kwake vile vile? Qala msema tusibuhu min hinin ila akhar ghashiya fayaghibu amman fi majlisihi. Sawa, tusibuhu inampata yeye min hinin, katika muda ambao ila akhar, min hinin ila akhar, kutoka muda mmoja mpaka muda mwingine. Ghashiya, kuzimia. Fayaghibu amman, anaghibu kutokana na yule na wale ambao fi majlisi, wapo katika majlisi yake, wanakuwa wanaondoka na yeye elewi. Faqultu wama hadha ya Said, wama hadha ya Said, nilipi hili? Faqala msema shahidtu masra Khubayb, yani akawa kuna muda kikaa nazimia, muda kikaa nazimia kwa wale ambao walikuwa fayaghibu amman hawl fi majlisihi, wanakuwa wanaghibu wale wanaondoka, wale ambao wanakuwa wanakaa naye wanaondoka. Hapana, kiongozi kazimia, sasa tunajadili nini? Anasema faqultu, nikasema ma hadha ya Said? Faqala msema shahidtu masra Khubayb, mimi nimeshuhudia kifo cha Khubayb ibn Adi wa ana mushrik, na muda huo mimi ni mshirikina. Wa raaitu Quraisha, na nimewaona Quraish tuqatti'u jasadahu, wanakatakata kiwiliwili chake. Wa hiya taqulu lah, na ile hali wao wanamwambia yeye, hao Quraish. Wa hiya, na hao Quraish taqulu lahu, wanamwambia yeye, atuhibbu an yakuna Muhammadu makanak? فيقول سبحانه والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا تشوكه شوكا ونمشما يميبا يوزكاني. وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم, نميني نحبك الله سيكمبوكي سكويو. وكيف أني نفيب ميمي تركت نصرته ونمياتكم نصور. إني ظننت أن الله لا يغفر لي. نذلكم بالله نهاونا mtu anafanya kitendo hichi cha unyama mimi hapo hapo, wasabatni tilga alghashia, ndio inanipata mimi kuzimia huko, kifikiria tu hivyo na kuzimia.
عند ذلك قال عمر الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. Sawa, kwa Umar sasa ameshukuru, namshukuru Allah ambaye hajaifirisha dhana yangu kwake. Thumma ba'atha lahu, kisha ametuma kwake bi1000 dinarin, dinari 1000 liyasta'ina bi ala hajatihi. Falamma ra'atuhu zawjatuhu qalat lahu, mkewe alipoziona amemwambia sawa, alhamdulillah alladhi aghnana an khidmatik, sio nastahili Allah ambaye ametutajirisha sisi kutokana na kutuhudumia kwako wewe. Ishtar lana mu'na, tununulie sisi vyakula, mu'na vyakula, chakula. Wastadir lana khadiman, na tuajirie sisi mfanyakazi, muajiri kwetu sisi mfanyakazi. Faqala laha wa hal laki fiha wa hal laki fima huwa khairun min dhalik, wa hal laki, naje una wewe fima huwa, katika lile ambalo hilo ni bora kuliko hilo. Qalat wa madha, kanilipi hilo? Nadfauha ila man yatina biha wa nahnu ahwaju ma takunu ilaiha. Anasema nadfauha, tunaitoa ila man yatina biha, kwa yule ambaye atakuletea mfanyakazi huyo. Wa nahnu, na sisi, au yule ambaye atakuletea huduma hizo za chakula na mahitaji mbalimbali. Wa nahnu ahwaju, na sisi tuna haja zaidi, ma nakunu ilaiha, yale ambayo atakayokuwa kuelekea huko. Maana ma nakunu ilaiha ila alqiyama, maana يوم القيامه, nakusudia يوم القيامه. Sawa, hapa nakusudia يوم القيامه. Wa nahnu ahwaju ma nakunu ilaiha, yani ilaiha maana ila يوم القيامه. Qalat, amesema madha, kanilipi hilo? Qala, amesema nuqridu Allah qardan hasana, tunamkopesha Allah mkopesho mzuri. Qala, amesema naam, ndio. Wajuziti khairan, wajuzita khairan, na ulipo khairi. Fama ghadara majlisahu alladhi huwa fihi, ajaacha kikazi chake ambacho alichokuwa yeye ndani yake. Hatta ja'ala ad-dananir fi sura, kana ziweka tena katika mifuko. Sasa waqala liwahid min ahlihi, na amesema mmoja kuambia watu zake, mtaliq biha ila armilati fulani, nenda nazo kwa mjane wa fulani, wa ila kwa wajane wa fulani. Armila, armalati fulani, wajane wa fulani. Wa ila aitami fulani, na mayatima wa fulani. Wa ila masakin ahli fulani, na kwa maskini wa watu wa fulani. Wa ila mu'izi ahli fulani, na wahitajia watu wa fulani. Asili yake mu'izina, na wahitaji wa watu wa fulani, wapelekea wote. Radiyallahu an Sa'id ibn Amir al-Jummah, faqad kana min alladhina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, hata wakiwa wana haja. Sio, umefahamu shehe? Walikuwa wanafadhilisha juu ya nafsi zao, walau kana bihim, hata wakiwa wana haja na ufakiri, lakini walikuwa kwanza wanapendelea wenzao. Naam shehe, kwa hiyo tushammaliza huyu sahabiyu al-jalil Sa'id ibn Amir radiyallahu عنه، ونسأل الله أن يلحقنا به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.